Dakika 90 za leo tunaenda kuzitazama moja kwa moja nani anaenda kuwa mbabe. Hii ni ligi kuu ya NBC Tanzania, ni mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya klabu ya Wekundu wa Simba dhidi ya klabu ya Young African. Ni moja mechi kubwa ya kibabe zaidi ambayo inatazamwa siku ya leo katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Mchezo ambao kuanza kwake ni saa 2:15 usiku wa leo. Hii ikiwa ni dabi nyingine tena yenye mvuto na nguvu zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Ukihitaja moja michezo mikubwa ya dabi, basi huwezi kuitaja au kuisahau dabi ya Kariakoo ambapo klabu ya Yanga Sports Club na Simba hukutana. Na kukumbusha kwamba hizi ni timu zinazotokea maeneo tofauti kidogo, lakini katika upande wa Kariakoo. Huyu anatokea Kariakoo upande wa Msimbazi, huyu mwingine anatokea Kariakoo upande wa Jangwani. Twiga na Jangwani sio mbali sana na upande wa Msimbazi. So wote wanatokea mtaa mmoja wa Kariakoo, na ndio maana hii ikaitwa dabi ya Kariakoo. Lakini nikukumbushe katika upande wa head to head, hii ni mara ya 6 mfululizo Yanga na Simba zimekutana, na mara zote Yanga Sports Club wamepata ushindi dhidi ya klabu ya Simba, na mara ya mwisho wanakutana ilikuwa ni katika ngao ya jamii ambapo klabu ya Yanga waliibuka na ushindi. Lakini pia katika michezo ya ligi kuu Yanga aliibuka na ushindi wa mabao 2, na ilikuwa ni mechi ambayo ni kama finali, ambaye angeshinda angetoa kombe, na hata hivyo Yanga aliibuka na ushindi wa mabao 2-0. So leo kwa mara nyingine tena wanakutana. Hii itakuwa ni mara ya 7 mfululizo. Sasa hapa cha kujiuliza, je, klabu ya Yanga Sports Club wataendeleza ubabe dhidi ya klabu ya Simba, yani kushinda michezo yote ambayo wamekuwa wakikutana hivi karibuni, au Simba Sports Club watakuja kuyabadili matokeo na kuja vinginevyo? Hili ndio jambo kubwa zaidi ambalo linazungumzwa sana katika mitandao ya kijamii. Kila mmoja anasubiri kuona leo Simba atafanya maajabu yapi kuzuia kipigo ambacho amekuwa kikipata kutoka kwa wana Jangwani. Lakini Yanga naye ni vipi, ataamua kuiendeleza rekodi yake kuifunga Simba mara nyingi zaidi? Na kuna watu wanasema kwamba kama ikitokea siku ya leo Yanga Sports Club imepata ushindi dhidi ya klabu ya Simba, ni kama swala la dabi itakuwa ni kama limeisha. Hawa wabaki tu kama watu wanaotaniana, yani watani wa jadi, lakini swala la dabi inakuwa ni ngumu. Kwa nini? Ni kwa sababu haiwezekani mara 7 mfululizo unafungwa. Lakini kama leo Simba akifanikiwa kujitetea dhidi ya Yanga, basi kuna namna hadhi ya dabi itarudi. Yani kwa sasa ni kama unaweza kutabiri matokeo. Simba akicheza na Yanga, kama wasipo draw basi Yanga atashinda. Yes, ndio jambo kubwa ambalo kama linaonekana kwa baadhi ya matokeo ya hivi karibuni. Unaweza kushangaa Simba na ubora wake anokuwa nao, kwa nini asimfunge Yanga? Basi hayo ndo mambo ambayo ya kujiuliza, au kitendawili kilichopo. Why Simba anaweza kawa imara asifunge Yanga, lakini Yanga ambaye anaweza kawa katika udhaifu kwa aina fulani, lakini atapata ushindi dhidi ya wanalunyasi. Hivi karibuni Yanga ameonekana kuimarika zaidi, na anavyoimarika ndio anakuwa hatari na tishio zaidi katika upande wa klabu ya Simba. Hizi ni dakika 45 za kwanza, dakika 45 za pili. Unadhani matokeo kwa ujumla nani ataenda kuibuka na ushindi? Ni Young African ambaye ni mwenyeji wa mchezo aliopeleka mchezo katika ardhi ya Zanzibar, au ni klabu ya Simba Sports Club kutokea Tanzania, Dar es Salaam? Haya ndio yale ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii. Una hapi katika hili? Shaka katika upande wa comment section. See you next time. Bye bye.